أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فافز بعلم ولا تجهل به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. صدق الله العلي العظيم وصدق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika darasa yetu iliyopita tumemaliza kueleza kwamba kwa nini tuzungumze kuhusu ilmu. Nukta ya kwanza, majibu yake yalikuwa ni kwa sababu elimu ndio chimbuko la heshima na utukufu wa mwanadamu, na tumeona kwa aya mbalimbali za Qur'an, na hatimaye tumeona kwamba malaika kuamrishwa kumsujudia Adam si kwa jingine ila kwa sababu ya ilmu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha kwamba kuna mambo ambayo amemfundisha Adam malaika hawayajui, na kama ambavyo tumeona huko nyuma kwamba umbile la mwanadamu limefinyangwa na kujengwa na matofali ambayo yanachochea yeye kuwa na maarifa, yeye kuwa na ubunifu, na hiyo ndio sifa kubwa ya mwanadamu. Leo tunajibu swali lile lile la kwamba kwa nini tuzungumze kuhusu elimu, lakini nukta ya pili. Nukta ya kwanza tumezungumza darasa 3. Nukta ya pili kwamba kwa nini tuzungumze kuhusu elimu. Kwa hiyo nukta ya pili ni kwamba elimu ndio msingi wa kwanza wa maendeleo, na ndio nukta ambayo tutaishi nayo katika siku 2-3 hizi. Kule tumeona kwamba elimu ndio chanzo cha utukufu na heshima ya mwanadamu. Hapa tunaona kwamba elimu ndio msingi wa kwanza wa maendeleo ya mwanadamu. Lakini kabla hatujaanza kuzungumza, tumalizie pale tulipokomea katika kisa cha Adam, malaika na hiwari yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Tumeona kwamba Iblisi alayhi laana amekataa kumsujudia Adam na akajenga hoja, ana khairun minhu, mimi bora kuliko yeye. Kwa nini? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba kwa moto, material ya kuniumbia mimi ni moto, lakini huyu Adam material aloumbiwa ni udongo, kwa kigezo cha kwamba moto ni bora kuliko udongo. Hapajaelezwa vipi unakuwa ni bora, lakini ndivyo alivyosema Ibilisi. Malaika japokuwa hawakukataa kumsujudia Adam, lakini walitoa hoja ya kwamba hakuna haja ya kuumbwa kwa Adam. Hoja yao ilikuwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, inatosha kwamba sisi tunakusabih kwa kukuhimidi na tunakutakasa. Kwa ujumla ni kwamba hoja zote zile zimekataliwa. Malaika hawamwasi Mwenyezi Mungu, wakamsujudia Adam. Ibilisi amekataa na akaahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mtawapoteza ila wachache katika wao. Maana kafanya jeuri na kibri mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu gani tunajifunza hapa? Tunajifunza sababu walizozijenga malaika, sababu aliyojenga Ibilisi. Lakini ukisoma katika Qur'an utaona sababu nyingine za watu wasiokuwa Ibilisi, wasiokuwa malaika nyingi. Natoa mfano tu. Kwa mfano, Mungu alipowateulia Bani Israil kiongozi, tena kiongozi mwenyewe wameomba wao, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, ewe Mwenyezi Mungu tuletee kiongozi ili tupambane kwa ajili yako kupigana na hawa maadui. Mwenyezi Mungu akawaambia, nimekuleteeni huyu hapa. Nani? Talut atakuwa kiongozi wenu. Na hao ndio waloomba, lakini wakajenga hoja, anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu, atakuwaje na uongozi juu yetu huyu bwana? Wa nahnu ahaqqu, sisi tuna haki zaidi. Kule Ibilisi amesema ana khairun minhu, hao wamesema wa nahnu ahaqqu, tuna haki zaidi. Lakini na wao wana vigezo vyao. Tuna haki kwa kigezo gani? Walam yu'ta sa'atan min almali, huyu jamaa bwana hajapewa wasaa ukunjufu katika mali, ni mtu duni. Kwa hiyo kigezo chao kilikuwa nini? Uchumi, kwamba huyu bwana sisi ni bora kuliko yeye kwa sababu hajapewa uchumi, sisi tunao. Kwa hivyo kiongozi kwao ni yule ambaye anajimakinisha kiuchumi, ana uwezo wa kiuchumi, anaweza kutoa msaada kwa watu akawagaia, na mara nyingine hata rushwa anaweza kutoa. Ama wewe una sifa zote lakini huna pesa, hufai kuwa kiongozi. Ndio kigezo chao, sio ambacho mnaweza mkakipima katika ulimwengu tunao ishi leo hii. Lakini suala la msingi hapa ni kwamba Mungu aliwajibu nini? Mungu aliwaambia, inna Allaha astafahu alaykum, Mungu tayari kisha kata shauri, kamteua awe kiongozi juu yenu. Inna Allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, na amemuongezea uwezo wa mwili physically kuweza kupigana vita, amemuongezea uwezo wa ilmu. Kwa hivyo Mungu alithibitisha kwa kuwa na ilmu hanafaa huyu. Nyie vigezo vyenu sio sahihi. Kwa hivyo vigezo vya Ibilisi sio sahihi kwa Mwenyezi Mungu, vigezo vya malaika havikuwa sahihi, vigezo vya hawa Bani Israil si sahihi, na vingine unaweza kuviona katika Qur'an. Umeelewana mpaka? Lakini maeneo yote ilmu inaonyesha kigezo. Kwa nini Ibilisi amekataa? Ametoa sababu, lakini ilikuwa ni sababu ya kweli? Inaonekana si ya kweli.
Sababu ya kweli ilikuwa nini? Ni kibri. Mungu anasema aba wastakbara, alikataa akafanya kibri, jeuri. Lakini sababu nyingine ambayo inaambatana na kibri ni husda, kwamba kiumbe huyu mgeni ndio kwanza amekuja, sisi ndio tangu zamani tupo. Unajua hizi lugha lazima tuzielewe kwamba zinatuhusu katika maisha yetu ya kila siku. Sisi tangu zamani tupo, mbona huyu Mungu kwani sisi tumemfanya nini? Sisi kwani hatufanyi sawa sawa? Maanake akiletwa msomi au kijana analetwa ofisini kisha akapewa kazi ya juu, wale waliokuepo wanasemaje? Kila mmoja atajenga hoja. Kwanza ndo juzi kasoma tu kijana, vipi sio? Sisi tuko siku zote hapa. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa lam yu'ta sa'atan min almal. Ili mradi tu ni kwamba kaja mgeni, nyie mlikuwepo siku zote. Huwa ni vigumu kupokelewa. Wakati ule hatutizami sisi anafaa hafai, anastahiki hastahiki. Tunaangalia nini? Position, nafasi zetu. Sasa maradhi sisi tunayo, sio? Tunaangalia position zetu. Na hata mtoto pale nyumbani akishazaliwa mtoto mdogo, alafu yeye ana miaka 2, alafu sasa yule mama anaanza kuwa karibu na mtoto mdogo, obvious lazima iwe hivyo. Si mnajua kesi yake? Anaweza hata akamparaga usoni kwa mkono akampiga, sio? Kwa hasira. Lakini suala la msingi, kwani huyu mtoto alozaliwa amekosea nini? Hana makosa yote, sio? Yana makosa yote. Na ndio hicho ambacho tunakiona kwamba Ibilisi chuki yake yote dhidi ya mwanadamu na ahadi ya kwamba atampoteza. Kwani mwanadamu amemkosea nini Ibilisi? Hajamkosea chochote, hajafanya lolote la kumkosea. Kwani Kabil alipoamua amuue ndugu yake Habil, huyo Habil alimkosea nini Kabil? Alimkosea chochote? Ishu ni kwamba fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ile dua qurbani imekubalika kwa mmoja wao ambaye ni Habil, wa pili ambaye ni Kabil haikukubalika wake. Kwa hivyo Kabili hajamkosea Habil, hajamkosea Kabili chochote. Na husda haina sababu. Yani mtu anapokusudi mengine yote anayosema yule jamaa yote huwa ni sababu za kutengeneza. Lakini sababu ya msingi ni husda. Ndio anasema hasidi hana sababu. Sababu yake ni husda tu. Lakini ile ihalalishe atatengeneza sababu nyingine za hapa katikati, bwana yule, mtu yule, fulani hivi. Lakini zote zile ni asbabun wahia, ni sababu ambazo hazina msingi. Nilitaka hili tulielewe. Kwa hiyo utaona kibri, utaona hasad, utaona ujbu, kujiona kwamba khalaqtani min narin. Lakini unayemwambia nani ndiye alokuumba, sio? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kujiona. Na hili ni tatizo tulokuwa nalo sisi, na ni moja katika kazi za Ibilisi kwetu. Maana lile alilokuwa nalo Ibilisi katuambukiza. Ndio ahadi yake, sio? Yani Mungu ameahidi kwamba ile pepo aloingia baba yetu Adam, kama tunaitaka tunaweza kuendelea kuiishi. Lakini jitihada za Ibilisi katika maisha yetu ya duniani ni kututoa katika pepo ya dunia. Yani hii pepo, hii raha na starehe za dunia, yeye kazi yake kubwa ni kututoa huko. Atatutoa kwa njia gani? Husda inakutoa, ujubu inakutoa. Ndio Mungu anasema, tutaona katika surati al-Alaq, Mungu anasema innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Mwanadamu huvuka mipaka, sio Mungu hakusema anistaghna, anapojitosheleza. Hapana, anapoona, anapoamini kwamba amejitosheleza, lakini ukweli hajajitosheleza.
Yani Mungu anasema anapoona kwamba amejitosheleza, lakini uhalisia ni kwamba mwanadamu hawezi kufikia mahala akajitosheleza. Yani wewe ufikie mahala kwa sababu una pesa nyingi, huhitaji watu, inawezekana? Tajiri mkubwa unayemjua Tanzania bila wafanyakazi anaweza kuwa tajiri? Shughuli zake zitakwenda, zinasimama. Haya Bakhresa leo hii wafanyakazi wote wameamua hafanyi kazi tena, atabaki kuwa ni yule Bakhresa? Hawezi kujitosheleza, sio? Yarhamukallah. Kwa hiyo mwanadamu vyovyote itakavyokuwa hawezi kujitosheleza kamwe. Anahitajia watoto wake, anahitajia familia yake, anahitajia jirani, anahitajia kila wanamzunguka. Ndio Ibn Khaldun anasema ni kainun ijtimai, lazima aishi na wenzake, anawahitajia. Kwa hivyo anraa mustaghna, anapojiona, anapoamini, kwa sababu raa kwa maana vile vile ya kuamini na kuwa na itikadi. Anapoamini kwamba amejitosheleza. Kwa hiyo unapoishi na watu ujue kwamba jirani unamhitajia. Usingojee siku umevamiwa upige kelele usiku useme hakunisaidia, wakati wewe unampita humsalimii. Ile salamu ya Mungu pia umpi. Alafu siku umevamiwa usiku unataka kupiga kelele alafu yeye aje kama jirani akusaidie. Hapana. Kuwa na precaution. Usingojee tukio litokee. Maisha yanatakiwa yawe sampuli hiyo. Kuna miji yetu sasa hivi ya nchi jirani tu hapa sitaji, na kwetu imeshaanza hiyo. Mtu anaporwa mbele ya macho ya watu na hakuna anayemsaidia. Analalamika nisaidieni, na watu wanamtizama, hakuna anayesogea. Ikifikia mahala binadamu wamefikia hivyo, kal an'ami bal hum adhar. Kwa sababu kuna wanyama akishambuliwa mmoja wao wote wanakuja. Alafu we binadamu anaporwa mwenzako pale, mwanadamu innocent, hajahusika, anadhulumiwa, wewe umenyamaza kimya. Haya sio maisha ya kibinadamu. Sasa huu utangulizi nilisema lazima niuseme kabla hatujaingia katika mazungumzo yetu ya leo. Kwa hivyo tumehamia sasa katika nukta ya pili inayosema elimu ndio msingi wa kwanza wa maendeleo. Hili linahitaji kuthibitisha. Hivi misingi ya maendeleo ni elimu peke yake? Pamoja sio elimu peke yake. Vigezo, measurement za development ni elimu peke yake? Hapana. Kuna vigezo vingi na vitaja tu ili tukienda katika ilmu tuthibitishe kwamba kwanza tumeona heshima mwanadamu inatokana na elimu. Utukufu wake ni kwa sababu ya elimu. Vipi yeye kafinyangwa na ana viungo ambavyo vinamsaidia kupata elimu, vinamsaidia kuwa mbunifu. Sasa namba 2, mwanadamu akitaka maendeleo binafsi au maendeleo ya jamii kama vile nchi, taifa, umma, elimu ni namba 1. Vingine vyote vinafuata baada ya elimu. Lakini wataalamu wametaja mambo kadha wa kadha ambayo hata nyinyi mnayafahamu, mbali na elimu, ambayo yanazingatiwa kwamba ni vielelezo, ni indicators, ni measurement, ni alama, ni vipimo vya maendeleo. Elimu imetajwa, lakini vile vile uchumi. Na kwa bahati mbaya watu wengi wanaelewa maendeleo ni uchumi. Na mara nyingi tusema fulani kaendelea siku hizi, kaendelea manake uchumi mzuri. Na kwa bahati mbaya ndicho kinachoonekana zaidi. Tunataka tulijadili. Uchumi ndio kinachoonekana zaidi kupima maendeleo ya watu au kuwa sababu ya maendeleo ya watu. Na ndio utaona leo duniani kuna vigezo vya kupima uchumi. Tumewahi kuzungumza huko nyuma. Ukuaji wa uchumi unapimwa vipi? Sitaki kuingia huko. Lakini tu kwa ishara tumewahi kuzungumza kuhusu kipimo kinachoitwa GDP, ambacho tulisema kwamba dunia imetaka kupima uchumi, ikasema kupima uchumi lazima tuwe na vipimo, kama ambavyo una mizani na kilo inayopima kwamba mchele huu ni kilo ngapi, sukari hiki ni kilo ngapi, na uchumi wa watu utaupima katika mizani gani, ujue uko katika level gani, sio? Wakaweka vigezo zaidi ya kimoja. Katika vigezo ni hiki GDP, na kinapima ukuaji wake, na chenye kinahusisha nini? Kwa mukhtasari tu, sio maudhui yetu.
kinahusisha kupima bidhaa zote zinazouzwa na huduma zote zinazouzwa kwa kipindi fulani na aghalabu kwa mwaka. Yani nchi imeuza kiasi gani bidhaa na huduma kwa kipindi fulani, kwa mfano mwaka. Ikishapatikana jumla ile inagawanywa kwa idadi ya wananchi wa nchi ile, tunapata kipato cha mtu mmoja mmoja ni kiasi gani. Tumewahi kusema mara nyingi. Sasa kile kipato cha mtu mmoja mmoja kinapima pato la mtu mmoja mmoja katika nchi ile, alafu inalinganishwa na nchi nyingine. Tunasema uchumi wa watu hawa ni mkubwa zaidi kuliko watu hawa, lakini hakina uhalisia kwa hakika, kwa sababu tumesema mara nyingi kinachukua pesa za Mo Dewji, za Bakhresa, sijui za Rostam Azizi, sijui za nani, zote zinakusanywa, zile zinaingia katika jumla kapu moja, alafu zinafanywa makisio ya kugawanya kwa idadi ya wananchi. Lakini kile kifungu unachoambiwa ndio umepata wewe mwananchi mmoja, mkweli ncha kwako? Sio kweli, lakini kinatoa kipimo tu. Tuko pamoja? Sasa ni kipimo kipo. Na wakasema tutalinganishaje na nchi nyingine? Kwa mfano uchumi wa Tanzania na Kenya, vipi tutalinganisha? Wana kitu kingine kinaitwa PPP, Purchasing Power Parity. Yani wanapima uwezo wa pesa ya mtu katika kununua. Nitawapeni mfano tu mdogo. Kwa mfano, Marekani anaishi Washington akiwa analipwa dola 3,000. Anaishi pale Washington na amepangisha nyumba. Na Mtanzania anayelipwa dola 500 anaishi pale Dar es Salaam na amepangisha nyumba. Mnaona kule ni 3,000, huku ni 500. Inawezekana kabisa huyu Mtanzania aloishi Dar es Salaam akatumia zile dola 500 na chenchi ikabaki kwa mwezi, lakini yule Marekani na 3,000 anaishi pale Marekani Washington zikawa hazimtoshi. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, lazima tuwe na kipimo cha pamoja. Yani kwa mfano, wanasema ukienda kununua bakery, kununua mkate Marekani kiasi dola 2, halafu kwetu ni dola 0.5. Yani wao ni mara 4 zaidi kuliko sisi. Ina maana mkilipwa sawa, wewe utabakiwa na change, yeye atamaliza za kwake, si ndio? Japo wanalipo pesa nyingi, lakini matumizi na yenyewe ni ghali. Mfano mwingine ni hapo Kenya tu. Kununua dawa Kenya na kununua Tanzania ni rahisi kuliko Kenya. Hawatizami ile exchange rate, kwa sababu ile inabadilika kila siku, sio? Ile kila siku inabadilika. Lakini hii PPP haibadiliki. Inabadilika taratibu sana mpaka mkate upande bei, sio? Najua kwamba ni jambo gumu kidogo kueleweka, lakini nataka kudokeza tu. Na ndio maana dunia ina kipimo cha umaskini. Kipimo cha umaskini, maskini wa kutupwa nani? Ukienda katika fiqh ya Kiislamu watakwambia maskini ni nani. Na tatizo la ulimwengu wa kibepari, nataka kudokeza hapa jamaa, tuelewane. Tatizo la ulimwengu wa kibepari liko hapo. Watakwambia sasa hivi wamepandisha kwamba maskini wa kutupa ni yule anayepata dola 3 kushuka chini kwa siku. Yani matumizi yake ni dola 3 kushuka chini. Huyu anaitwa ni maskini wa mwisho huyu. Sasa dola 3 ni ngapi? Tufanye labda 2,500 mara 3. Tuseme labda 8,000. Anayepata 8,000 kushuka chini kwa siku matumizi yake, huyu ndio maskini wa kutupwa. Yani 8,000 anahitajia kulipa pango, anahitajia kula, anahitajia kulipa umeme, anahitajia kulipa maji, sio? Kwa hiyo unaiona haitoshi, sio? Haitoshi. Hicho ndio kipimo sasa hivi. Kilikuwa chini ya hapo, wamenyanyua kidogo. Na wamenyanyua baada Sustainable Development Goals, malengo ya maendeleo endelevu. Sasa hicho ni kipimo, kimetajwa kwa fedha. Ukija katika Uislamu, maskini nani? Hazungumziwi kwa namba, anazungumziwa kwa kuweza kupata mahitajio ya siku. Anayapata kwa gharama gani? Haijalishi, gharama zinabadilika, sio? Lakini uwezo wake wa kupata
quta yaumihi, chakula cha siku ndio kipimo. Tuko pamoja jamani? Sasa kinamuingiza Mkenya, kinamuingiza Marekani, kinamuingiza Mtanzania. Kwa bei gani haijalishi, lakini ana uwezo wa kupata mahitaji yake ya siku. Quta mara nyingi sana inawakilisha, tutakuja kusoma istilahi, kuna huko mbele tutakuja kusoma istilahi za kielimu. Mara nyingine panazungumzwa chakula, lakini panakusudiwa mahitaji ya msingi. Lazima tuelewe hii lugha, tutakuja kuiona hapa muda mchache, tutaiona. Kwa hiyo ndugu zangu, mmeelewa mfano huu? Kwa mfano, tumesema mara nyingi, mtu mzima nani watakupa namba, alifikia miaka 18. Ni kweli? Sheria ya Kiislamu inasema aliyobalegha. Hatuendi na namba hivyo, kwa sababu namba hazina uhalisia. Siku mpya ni ipi? Ikifika saa 6 kamili usiku, kishaingia dakika moja siku mpya. Sisi tunakuambia hapana, mwanga ukiondoka, kiza kikaingia, siku nyingine imeingia. Kwa hiyo kwetu ni realistic, yani ni kitu halisi. Lakini wao wanatupa kwa namba. Namba hazina vipimo halisi. Tuko pamoja mpaka sasa? Uchumi umetizamwa kwamba ni kigezo cha maendeleo, na sisi sote tuna maradhi hayo. Fulani kaendelea, yani masha Allah, uchumi wake ni mzuri, ndicho kigezo tunachokiona haraka. Hamjui kwamba kigezo hicho ni cha watu wanaoitwa materialistic, madiyun. Watu wanaoamini mambo ya kimada ndio wanavaa miwani hiyo katika kupima maendeleo. Je, Muislamu anapima kwa kigezo hicho pia? Qur'ani inapima kwa kigezo hicho? Na ndio tunasema tatizo la ilmu tunayosoma ni hili, kama tutakavyoona kwamba unavalishwa miwani ya kutambua hizi istilahi na kuyatambulisha maisha kwa namna ambayo si sahihi. Kwa hiyo maendeleo yanapimwa na ulimwengu kwa elimu, lakini yanapimwa kwa uchumi. Namba 3, yanapimwa kwa kigezo gani? Tumaye kutaja nafasi na uwezo wa kutoa maamuzi. Kwa lugha nyingine, siasa ni kutoa maamuzi, sio ni kuendesha mambo kwa niaba ya wengine, ni wengine kuwa wana nini wanachokisema katika ule uongozi. Kwa hivyo maendeleo ya jamii yoyote ile yanapimwa kwamba wana nafasi gani katika jamii inayowazunguka katika maamuzi yanayotolewa. Jamaa, tuko pamoja? Ndio mara nyingi au mahala fulani tumesema hivi, tatizo letu sisi tunapomchagua mbunge au diwani, huwa tunamchagua tuwakilishe, lakini anapokwenda kule hatumtumi na package ya agenda. Yani hatumpi agenda ya kwamba nenda na hiki ndio cha kwetu katusemee. Hatimaye akienda kule anawasilisha agenda zake. Kwa hiyo kuna sheria nyingi wananchi wasema, hii vipi bwana, mambo gani yatakuwa hivi, mali yangu itafanywa hivi, sheria gani hii? Jaji anaweza kumwambia sheria, lakini ni wewe mwananchi umepitisha, sio sisi. Sisi kazi yetu ni execution, ni kutekeleza tu zile sheria zinazoletwa ambazo ziko tayari, sio? Lakini mabaraza ya kutoa maamuzi na kupitisha sheria ni yale yanayowakilisha mwananchi. Na wewe ulipiga kura ukamtuma diwani wako, ukamtuma mbunge wako. Kwa hiyo tatizo lako ni nini? Kwamba hukumpa kifurushi cha kwenda nacho, kwamba bwana, sisi tunaona hivi, kuna mambo fulani yanatukera, 1 2 3 7 10. Hakuna wanaofanya hivyo. Na hata mbunge anathaminiwa kwa kupiga kelele nyingi bungeni, sio kwa sababu amepewa package akaiwasilisha vizuri. Hapana. Kwa hivyo katika vigezo vya maendeleo ni kwamba jamii husika ina nafasi gani katika maamuzi yanayotolewa. Sasa kwa upande wa wenzetu hawa, tuseme wabepari, tuseme maliberali, wanazungumza demokrasia ni kilele cha maendeleo. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwakilishi, sio mtu mmoja anaamua tu.
Nataka muiache hiyo hoja ilivyokuwa hivyo, tutakuja kukutana nayo huko baadaye. Lakini sababu ya kusema kwamba demokrasi ni kielelezo cha siasa iliyoendelea ni kwa sababu demokrasi ni kuwapa wananchi fursa ya kutoa sauti, kupaza sauti, kusema watawaliwe vipi. Kwa hivyo kuwashirikisha katika kutoa maamuzi, wakinae kile kinachofanyika. Ndio maana Jean-Jacques Rousseau katika wataalamu wa Kifaransa wa Kimagharibi ameandika kitabu kinaitwa Al-Aqd al-Ijtimai, kwa maana ni makubaliano baina ya dola na wananchi, kama mtatutawala vipi nyie ndio mko mbele, lakini mtatutawala vipi? Tunataka mtutawale hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ni nukta ya ngapi? Nukta ya ngapi jamani? Ya 3. Hizi nazidokeza, tunataka tuende pamoja. Kwa hiyo kigezo namba 1, elimu. Sijavitaja kwa mtiririko. Elimu, uchumi, tumezungumza siasa. Na siasa kwa maana hiyo tulioitolea introduction. Kigezo kingine ni afya ya watu. Ukitizama malengo ya millennium ambayo yamesha expire 2015 na malengo sasa hivi ya maendeleo endelevu mpaka 2030, utaona hivi vitu ndio vilivyokuwa pale, na ndio yanayotoa dira ya nchi zote duniani, kwamba ndio kibla chetu, msahafu wa nchi zetu zote ni yale malengo. Alafu nchi zinakwenda kupimwa kwamba zimepiga hatua gani. Sasa sekta ya afya inapima maendeleo. Kwa hivyo watu wanapimwa maendeleo yao kwa kadri ya namna ambavyo wana afya kiasi gani, kufa kwao, wastani wa vifo. Kuna nchi watu wanakwenda miaka 100 ni kitu cha kawaida. Kuna nchi watu wanapokutika kwa miaka 60 70 tayari yule akishafikia miaka 70 ashakongoroka. Kuna vigezo gani? Kuna nchi ambazo watoto chini ya miaka 15 wanakufa sana. Ndio utaona mambo ya chanjo leo hii na mambo mbalimbali kujaribu kufanya maendeleo. Na kwa nini afya imeingia katika vigezo vya maendeleo? Kwa sababu injini ya maendeleo ni mwanadamu. Kama hana afya, hakuna mengine atakayoendelea. Tuko pamoja? Ndio maana afya ikaingia pale. Tuna mambo mengi ya kuyajadili. Kwa mfano, tunapoambiwa na wa magharibi kwamba afya ni kigezo cha maendeleo, tumekubali. Mtume kahimiza sana kuhusu afya na ni jambo la msingi, lakini tusikilizane vizuri. Hii afya inapimwaje? Mambo ambayo tutakuja kuyaona kwamba bajeti ya nchi kwa mwaka ni asilimia ngapi inakwenda kwenye afya. Kwa mfano, katika mambo ya tizamu, sasa sisi Tanzania kwa mujibu wa Wizara ya Afya, na hili ndio tatizo, mpaka sasa hivi mwaka 2026 mpaka sasa hivi asilimia 10 ya mahitajio yetu yote ya dawa ndio ambayo inatoka ndani ya nchi. Umeelewana? Asilimia 10 ya mahitajio ya dawa ndio yanayozalishwa ndani ya nchi. Ina maana asilimia 90 ya mahitajio ya dawa yote yanatoka nje. Sisi tukitaka kuwahoji nchi za kimagharibi tutawaambia hivi, suala hapa sio kupata dawa zote. Suala ni kwamba hizi dawa zetu au tunanunua nje. Unaelewana? Yaani ni zetu au tunanunua nje. Hilo ni jambo la msingi. Mnapotuhimiza kwa nguvu zote kwamba tuweze kufanya bajeti iwe kubwa, alafu tuipeleke wapi? Tuwapelekeeni nyie ili mtupe vifaa vya tiba na madawa. Kisha mnatusifu mmefikia malengo, wakati malengo yalitakiwa yawe ni malengo ya sisi kuzalisha mahitajio yetu ya tiba. Kwa hiyo afya ni namba ngapi? Namba 4. Wameingiza hivi karibuni mazingira. Kwa nini? Ndugu zangu, katika hatari inayotisha walimwengu juu ya future yao, mustakbali wao ni mazingira. Yaani katika vitu vinavyotisha ambao mwanadamu anatakiwa aogope ni mazingira, namna yanavyoharibika.
Kwa hivyo hili limeingizwa kwamba nchi ile kwa kiasi gani inatunza mazingira, ina nishati mbadala. Na maana ya mazingira tumesema itakuja kuwa na utalii wa mazingira sasa hivi, kwa maana mtu anakimbia, tayari ishatokea. Kuna wazungu wengi na watu wa kimagharibi wengi, kipindi cha baridi kwao wanakuja kwetu kwa ajili ya utalii, lakini ukweli wanakimbia hali hewa. Hivi karibuni tulikuwa mahala fulani, nchi fulani, kwenye mkutano, na katika mkutano huo walikuja watu kutoka nchi mbalimbali. Miongoni mwa nchi hizo ni kutoka Ulaya. Mmoja akaniambia, mimi nikitoka hapa na familia yangu tuko Zanzibar mwezi mzima. Namuuliza kwa nini? Ananiambia hali ya hewa kule si nzuri, takaa mwezi mzima mpaka ukisha ndo tunarudi. Walobaki salama tu ni sisi wa Afrika ambao tunaichukia Afrika yetu, ndio kuna nafuu. Sisi ambao tunaichukia Afrika ndio mazingira tuna nafuu sana. Hali ya hewa ni mu'tadil, japo ishaanza kuharibika. Kwa hiyo ni moja katika vipimo. Mimi nimevitaja hivi vitano tu, viko vingine vidogo vidogo. Mpaka hapo tuko sawa sawa, sio? Lakini kwa nini tumevitaja na kutoa introduction kidogo? Kwa sababu nataka tunapothibitisha kwamba elimu ndio namba moja, elimu ndio kila kitu, uwe angalau una picha hivi vingine visivyokuwa elimu. Sasa kwa nini elimu iwe ni msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja? Elimu ndio msingi wa maendeleo wa jamii yoyote ile, taifa lolote lile, lakini vile vile hata umma. Mtume alipoambiwa Iqra kwamba ndio aya ya kwanza, ni kwa sababu ndio muntalaq, ndio mahala pa kuanzia mbio za maendeleo. Haikuwa kwamba neno lile Mungu kalileta tu, sio? Kwa hivyo katika fikra hii kuithibitisha, tutakuwa na nukta mbalimbali. Nukta namba moja tutaidokeza, muda hautoshi, na ninapenda tusikilizane vizuri, kwa sababu leo nawaulizeni kila mara kwa sababu ya fikra ambayo tunataka kuijenga hapa. Ni muhimu sana. Tunaposema ilmu ni namba moja, ilmu ni nini? Tafsiri yake tutaiona, lakini nakuulizeni, je, ilmu ni kitu tangible ambacho unaweza ukakigusa, ukakihisi? Hapana, sio. Unaweza kuona athari yake tu, unaweza kuona athari ya ilmu, lakini ilmu Kiswahili fasihi tunasema ni kitu cha kidhahania, ni kitu cha kidhahania, yani kinahusu dhihni ya mtu, ndio Kiswahili fasihi. Kwa hiyo si kitu ambacho unaweza ukakionja, ukakihisi, ukakinusa, ukakigusa. Zile common senses haziwezi kuhisi kitu kinachoitwa elimu. Na kile unachokiona sio ilmu, ni athari ya ilmu. Mtu akiwa na ilmu tutaona mambo fulani fulani. Kwa hivyo elimu tukisema ndio inayotangulia, ni sawa sawa na kusema fikra ndio inayotangulia. Wazo ndilo linalotangulia, idea ndio inayotangulia. Hapa kuna falsafa moja mzito kidogo kufahamika, kwa hiyo naanza kwa mwendo huu ili kuirahisisha ifahamike. Kwa ni sawa sawa na kusema fikra inatangulia. Na katika hili tutawaona wanafalsafa kadhaa. Wa kwanza ni mtu anayeitwa Malik ibn Nabi, aliyefariki mwaka 1973, wa Afrika, kutoka Algeria. Kwa hiyo ni filosofa wa Afrika, na wengine wengi tutakaowadokeza hapa. Anayeamini kwamba fikra ndiyo inayotangulia, alafu mada inachelewa. Nini maana yake? Ngoja turahisishe. Mfano aliotoa Malik bin Nabi utatupa picha halisi. Mfano mzuri sana. Kwa mfano leo hii katika nchi zilizoendelea, zimeendelea sana Ulaya, ni nchi gani? Ni nchi gani katika nchi ambazo unaijua Ulaya unaweza kusema hii imeendelea sana hii? Ujerumani.
Ujerumani iko mbali, sio? Hata ungesema Uingereza, tuseme Ujerumani. Achana na Ujerumani, sema Japani. Ambapo asilimia ngapi ya gari unazoziona, electronics unazoziona ni za kwao. Ni watu wameendelea, sio? Tuchukulie mfano wa Japani, wote wamechukuliwa wakaletwa Tanzania. Alafu wa Tanzania wote wakachukuliwa wakapelekwa Japani. Na kila aliyeondoka kwao aliondoka na bila kila kitu. Kisha wakapewa miaka 5, miaka 10, sasa anzeni maisha. Umeelewa mfano eh? Anzeni maisha. Baada ya miaka 10 Tanzania itakuwaje na Japani itakuwaje? Unaweza kuniambia? Kwa hiyo mnaelewa kitakachotokea, sio? Kwa hivyo Tanzania itapiga hatua, alafu Ujerumani au nini itarudi nyuma, sio? Maana kazi ya kwanza tukienda kule sio kuendeleza vilivyokuwepo, ni kuharibu vilivyokuwepo. Kwanza kuharibu, sio? Tunajua maana yake nini? Ulichopewa kule nini? Si umepewa material? Si material yako tayari? Umepewa majengo, umepewa kila kitu nini? Kwa nini hukuendelea? Alafu huyu alokuja huku si amekuja bila material? Kwa nini yeye aiendeleze? Tumeelewa fikra tayari? Maana yake kinachotangulia nini? Idea, fikra. Alafu mambo ya uchumi na material ni kitu kinachofuata. Kuwa na rasilimali nyingi ni kitu kinachofuata. Tutoe mfano mwingine. Mfano mwingine, Rais Mugabe. Nadhani hata vijana wetu hapa wanamjua, wamewahi kumsikia katika siasa za Zimbabwe na mpigania uhuru. Alifanya nini dhidi ya wazungu? Nakumbuka aliwanyang'anya mashamba, matrekta na vifaa vyote vya kilimo. Na Zimbabwe ilikuwa ni nchi ambayo masha Allah kwa uzalishaji, kwa kilimo na ufugaji. Zimbabwe. Alafu alipowanyang'anya akawapa nani? Wenyeji. Kisha baadaye ikawaje? Unampa mtu shamba, hana skills, hana idea, hana fikra. Unamkabidhi material, unamkabidhi mada, unamwambia chukua. Mashamba yako sasa hivi, matrekta yako, kuna mifugo tena. Je, wana export production za kilimo tena? Kisa nini? Wale si binadamu, hawa ni binadamu. Hawa skills walikuwa hawana fikra hakuna, idea hakuna. Walipopewa uchumi umekamilika, walisambaratisha. Lakini mimi sitaki kutolea mifano mingi. Wewe nenda hapa kwa watu wa umri wangu na zaidi ya mimi, mnajua mambo ya Tanzania, Canada, katika mambo ya ngano na basutu kule. Wangapi wanajua kilimo cha ngano kiko wapi? Yaani mwanasiasa akiamua kwamba ili apate kura anawanyang'anya wenye skills, anakupeni nyie, chukweni. Alafu nyie mnampa kura, baada ya muda kitu kinakufa. Mambo yanakufa. Unaweza kuingia mahala uchumi unakwenda, alafu hawa watu ambao hawana skills ni umma wenye kura, anawapokonya wale, anawapatia hawa. Alafu mnashangilia. Huyu ndio wa kwetu katupa. Alafu ule uchumi baada ya muda mara moja unaporomoka. Ndio nataka hii fikra ambayo tunataka kuiasisi mnielewe vizuri, sio? Na tunaposema fikra, idea, tunazungumza ilmu. Tunazungumza mambo ambayo tunayaishi katika mji wetu na katika maisha yetu ya kila siku. Tukija kuangalia Waswahili, sisi ambao ni Swahili by assimilation na Waswahili wenyewe original, utagundua kwamba rasilimali zilikuwepo kule Uswahilini. Na sisi ni kujenga hoja tu kwamba hao wamekuja wageni, wamechukua, wenyewe wametunyang'anya. Lakini kwa nini hamtoi reason ya msingi wamechukuaje? Yaani wale wageni ambao wako Mombasa wametoka bara, sasa wanachukua uchumi. Waliokuwepo Tanga, waliokuwepo Dar es Salaam, waliokuwepo maeneo mengine ya pwani, wanachukua uchumi.
Ni kwa sababu gani? Nyesi mlikuwa mna kila kitu. Hivi mtu mwenye jengo mjini lakini hana idea, lile jengo linaweza likaendelea? Haliendelei, sio? Matokeo yake ni nini? Lazima mwenye idea aje achukue. Tena nakuambieni, yule mwenye idea, sikilizeni vizuri jambo bwana, mara nyingine hana pesa, anajua kwenda kuzichukua benki kupitia hilo jengo. Yaani wewe huna pesa lakini una jengo, yeye hana pesa na hana jengo lakini anachukua jengo lako, kwa sababu ana idea, anafika, atatengeneza mambo, atakwenda benki, atachukua jengo lako, kisha wewe utakuwa huna, yeye anayo. Ndio sasa sisi matatizo yetu makubwa ni kwenda mbio, unataka kuwaachia watoto wako urithi wa mali. Mpaka hapa tulipofikia, wewe unadhani urithi ni nini? Ni mali au ni elimu? Wangapi katika familia zetu, baada kila mmoja kupata mgao wake wa mirathi, kuna walioendelea wakawa matajiri na kuna waliokuwa, yani mpaka kazi ya ulinzi katika lile eneo ambalo aliliuza hafai. Maanake hauwezi kuajiri mlevi, sio? Lakini kuna ndugu pale kapiga hatua. Kwa hivyo ujue katika watoto wako hawa 10, 7, 8, wakishagaiwa ile mirathi, kuna ambao wataporomoka moja kwa moja, tena kuna ingine itawasindikiza kuporomoka zaidi, alafu kuna wataopanda mpaka juu, na possibly wenye ilmu na maarifa na fikra kwa somo letu ndio watakaoikuza wakapanda. Sasa leo tukomee hapa insha Allah. Matarajio ni kwamba hatujafikia katika kituo cha wazo hili, fikra hii. Kesho insha Allah tutaendelea hapa tulipokomea. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.